Naitwa Mariam Thomas, mkazi wa Bwalala. Yaani kiufupi hili barabara imekuwa ni changamoto kubwa. Yaani kila mtu, yaani hapa imekuwa ni kero. Unaona kama hivyo magari yanavyopita, yanarusha maji mpaka huku. Mvua isiponyesha siku mbili, maji yananuka. Hapa kuna mahoteli, vyakula vinauzwa, nzi. Yaani inakuwa ni changamoto. Pikipiki kupita pale changamoto, bajaji juzi pale wameokota mama na mtoto kadondokea kwenye maji. Yaani kwa ufupi barabara letu hili lina changamoto sana. Mimi kwa jina naitwa Jonathan Eli Fabi, mwenyekiti wa mtaa wa Bwalala. Kero kubwa kwa changamoto kubwa iliyopo Bwalala ni barabara kutoka Bwalala kwenda Nyakato. Pia kumekuwa na mabonde makubwa sana, watu wanapata ajali kwenye mabonde hayo. Wanaangua kwenye matope, wengine wagonjwa wanashindwa kupita kwenye barabara hii. Pia kuna changamoto nyingine, changamoto ya wanafunzi shule ya Ushindi. Changamoto kubwa ni maji. Maji hajafika kwenye shule ya sekondari ya Ushindi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mheshimiwa mbunge atuone hilo, wananchi hawaone hilo tatizo lililopo. Sisi watu wa Bwalala tuna changamoto moja ya shimo moja la maji ambalo liko mtaa wa Bwalala, maeneo ya Bwalala Center. Limeshakuwa kero. Bajaji kila siku watu wanaangukia kwenye shimo. Wakina mama ntilia hapa wanashindwa kufanya biashara zao kwa sababu ya hili shimo. Mheshimiwa mbunge, tulikuwa tunaomba hili shimo, serikali ikiwa bado inajipanga kwa ajili ya kutengeneza hili barabara, tunaomba angalau hili shimo litoke kwenye uso wa center ili watu waendelee na biashara zao. Sasa hivi hapa inapopita gari inatokea harufu kali sana. Nadhani kila mmoja hapa anaisikia. Pia kuna hii barabara kuu ya kutoka Geita kwenda Mwanza. Kuanzia mwezi wa kwanza mwaka jana, zaidi ya ajali 7, vifo kama 4 watu wanafia hapa kwa sababu bamzi hazipo. Mtu anapotoka huku chini kwenye hii tia kutoka Nyakato kwenda lami, analazimisha mtu kuingia na mwendo mkali, kumbe gari inatokea Mwanza au Geita, lazima mtu imgonge. Tulikuwa tunaomba tuwekewe bamzi kubwa na zile ndogo, angalau spidi ya gari zisiwe zinaingia kwa kasi. Pia kuna barabara ya kutoka Bwalala mpaka Kakonda inayounganisha Kasamwa, na yenyewe tunaomba yale mashimo ya zibwe. Angalau kuna wafanyabiashara mbalimbali wanaouza mazao kupeleka mjini, ili angalau nao wao wanapita vizuri. Kwanza kabisa nianze kwa kuwapongeza viongozi wa mtaa pamoja na viongozi wa tawi wa chama kwa jinsi ambavyo mliona hali ya hii barabara na mkachukua hatua kubwa ya kuhakikisha kwamba mnanipigia simu nyingi na kunitaarifu na kuniomba kwamba nifike mahala hapa niweze kupashuhudia. Kwa hiyo niwapongeze sana. Ni jukumu langu kama mbunge kufika mahala kama hapa na kuona ni jinsi gani ambayo tunaweza kufanya. Lakini cha pili niwapongeze sana TARURA wilaya ya Geita, kuanzia ya meneja wake Engineer Bahati pamoja na wasaidizi wake wote. Kwa kweli kwa jinsi ambavyo wanaendelea kujitahidi kurekebisha barabara mbalimbali ambazo zina changamoto hapa mkoa wetu wa Geita. Ukizingatia Geita ni mkoa mpya, lakini ni mji ambao unakuwa kwa haraka. Kwa hiyo barabara zinaongezeka nyingi na saa nyingine ambazo bajeti haitoshi kuhakikisha kwamba tunazifanyia service zote. Lakini pamoja na hapo, TARURA wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wakanapokuwa kuna tatizo wanafika na kurekebisha. Hata leo nilipowapigia simu kuwaomba tuje hapa, tayari walinipa taarifa kwamba sehemu hii walishaitembelea, walishafanya uchambuzi, walishapanga bajeti na wakatafuta fedha na fedha ikapatikana, na wakatafuta mkandarasi na tayari mkandarasi yupo
ambaye wiki hii ataenda kuanza kutengeneza barabara hii kuanzia hapa mpaka Nyakato kilomita 8.9 ambayo itakuwa na thamani ya milioni 165, ambayo barabara hii kwa kilomita kama 5 itawekewa moram. Wakati huo sehemu hii ambayo tunaiona hapa mpaka mtoni pale tutajenga mtaro ule wa kujengea ili hili dimbu tulikomeshe moja kwa moja, maji haya yanayopatikana yawe yanaweza kwenda moja kwa moja. Lakini pamoja na hapo pia tutakuwa kwenye hii barabara itajengwa makaravati, yale makaravati ya kuvukia 6. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba hii barabara kwa kiasi kikubwa TARURA wameshaifanyia kazi, na mimi sasa ni kusimama na TARURA, na nimeongea na mainjinia hapa, tumetembea, tumekagua barabara yote kuanzia hapa mpaka kule shule ya sekondari Ushindi, na kwa kweli tumeona na tumekubaliana kwa pamoja kwamba mkandarasi alikuwa anakuja wiki hii. Sasa tumekubaliana kwamba tumuombe ikiwezekana kati ya leo na kesho kuna jambo lifanyike kwa ajili ya kuhakikisha haya maji yanatoka hapa. Kwa hiyo niwaahidi ndugu zangu watu wa Buhalahara kwamba maji haya kati ya leo na kesho tutahakikisha kwamba yanatoka hapo ili magari yaendelee kupita, na kipindi hicho mkandarasi wiki hii atakuwa ameingia kwa ajili ya kutengeneza hii barabara. Na baada ya hapo tunaamini kabisa kwamba itakuwa inaenda vizuri. Tulichokubaliana pia na viongozi wa TARURA ambao wamekuwa kila siku wakifanya hizi barabara na kwa ustadi mkubwa, tumekubaliana kwamba barabara nyingi za Geita sasa tunazoenda kuzitengeneza tuhakikisha zinakuwa na mitaro. Barabara ile ya Bwalala Nyakato ilikuwa na changamoto. Ile changamoto ya kwanza ilikuwa kuhakikisha tunaunganisha wakazi wa Bwalala na Nyakato, ambapo kwa mwaka wa fedha wa 23-24 tulianza na ujenzi wa ile daraja kubwa midomo 3 pale, ambapo sasa baada ya kuhakikisha kwamba wale wananchi wa Nyakato na Bwalala wameunganishwa, kazi kubwa ambayo ilikuwa inabidi sasa ifanyike ni kuhakikisha ile barabara inachongwa ili kuhakikisha inapitika kwa msimu wa mwaka mzima, ambao ndo kazi ambayo inaenda kufanyika mwaka huu wa 25-26.